Hali ya taharuki imeongezeka nchini Afrika Kusini huku makundi ya wananchi yakianza maandalizi ya maandamano ya amani kabisa ambayo yamepangwa kufanyika leo Juni 30, na waandamanaji pia wanadai kuwa raia wa kigeni ambao wanaishi nchini humo bila vibali halali ni miongoni mwa wanaochangia ugumu wa maisha na kuzorota kwa hali ya uchumi. Kutokana na hali hiyo, baadhi ya mataifa ya Afrika yameanza kuchukua hatua za kuwalinda raia wao kwa kuondoa Afrika Kusini na kuwawezesha pia kuweza kurejea nyumbani. Nigeria imetuma ndege kwa ajili ya kusafirisha zaidi ya raia 700 ambao wanasubiri kurejeshwa nchini kwao. Malawi imeanza kuwaondoa raia wake kwa njia ya barabara chini ya usimamizi wa serikali. Msumbiji imetuma mabasi na hadi sasa imefanikiwa kuwaondoa zaidi ya raia 545. Ghana imewasafirisha raia wake kwa ndege zilizotumwa na serikali. Uganda nayo imetuma ndege za serikali kwa ajili ya kuondoa raia wake. Zimbabwe, kwa ushirikiano kati ya serikali na wafanyabiashara, imeandaa mpango wa kuondoa raia wake pamoja na kuwapatia msaada wa fedha na chakula. Hadi kufikia leo Juni 30 hajafahamika hali itakavyokuwa baada ya maandamano hayo. Wakati huo, mataifa mbalimbali yanaendelea kuchukua tahadhari za kuhakikisha usalama wa raia wao, huku wengi wao wakikimbilia katika balozi za nchi zao wakisubiri msaada kuweza kurejeshwa katika maeneo yao. Endelea kukaa karibu na Dodoma TV, tutaendelea kukupa update, lakini pia usiache kusubscribe channel yetu ambayo inasomeka Dodoma TV kwa taarifa zaidi.